baba aliangalia mbele, anapiga hesabu za mbele zaidi. Na mimi nawaeleza kama mtu aliyekuwa na baba mpaka dakika zake za mwisho, mtoto wa baba, na wafahamisha ya kwamba haki ya Mungu, baba alisema ya kwamba alikuwa anaenda kumsupport rais 2027, na mimi hiyo nitaisema mpaka dakika ya mwisho. Jambo nyingine yenye baba alinieleza kwa mtu yenye sasa hivi nimeanza kuiona hadharani ni kuhusu Sifuna. Baba alisema ya kwamba Salawi mtu aliambia kwa Kijaluo ya kuwa chere, kuna vile namwangalia ya kwamba huyu mtu ni mbwa wa mtu fulani, na sasa imeanza kuonekana ya kuwa Sifuna ni mtu anayetumika na mtu fulani kama vile baba alionieleza. Lakini baba alikuwa anataka ajinyonge na kamba yake mwenyewe, na tayari mmeanza kuona kenye Sifuna anafanyia ODM party. Munaona ya kwamba hata kama baba kabla ya kufa Sifuna siku moja alienda kule kwenye Citizen akasema ya kwamba yeye hata kama ODM itaungana na rais hata kisheria na kidelegate, yeye hatatambua hiyo, ni heri aondoke katika ODM. So yeye maana yake amesha make up his mind yenye anataka kudanganya watu wa ODM ya kuwa anataka watu wakuja wapange ndio kama ni kuongea na rais waongee naye. Hapana, yeye alikuwa amesha make up his mind ya kwamba haendi kufanya na rais. Na hiyo ni kitu yenye baba tuliona, na hizo videos hata naongea kwenye WhatsApp yangu iko ndani katika WhatsApp ya baba tulizo exchange. Unaona jana anapatia Daktari Oburu Oginga ultimatum kule akisema ya kuwa Daktari Oburu hana uwezo wa kuambia watu mali party inaenda. Mnafikiri angekuwa Raila, baba Raila, Sifuna angemwambia Raila namna hiyo? Si kumdharau daktari. Na hatutakubali Daktari Oburu kudharauliwa na Sifuna. Lazima mheshimu